Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Hivi sasa kinachosambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ni barua kutoka gereza kuu la Ukonga, ambapo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu yupo gerezani hapo, na tunafahamu ya kwamba anakabiliwa na kesi ya uhaini ambayo bado inaendelea, na kubwa amejaribu kuzungumzia swala zima la uchaguzi, lakini pia akipinga rais wa sasa kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kama ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyeshinda kwa asilimia zaidi ya 97 kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, lakini pia kwa kupinga huku ameweka kichwa ambacho kinasomeka Samia Suluhu Hassan hakuchaguliwa na sio rais halali wa nchi yetu. Lakini pia amepitia taarifa za watazamaji wa uchaguzi kutoka Umoja wa Afrika, lakini pia kwa mujibu wa watazamaji kutoka SADC, lakini pia kwa mujibu wa kauli ya awali ya watazamaji kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, lakini pia kwa mujibu wa kauli ya kwa mujibu wa kile ambacho watu wengine pia wamekiona kupitia uchaguzi huu, akiwemo moja kati ya maseneta kutoka bunge la Marekani, Seneta Jim Risch. Na moja kwa moja hapa tuisome barua hii ambayo kwa sasa inasambaa mitandaoni, ambapo Tundu Lissu ametuma pia salamu za pole kwa ndugu jamaa na marafiki ambao waliwapoteza wapendwa wao kuanzia tarehe 29 Oktoba, lakini pia wale ambao bado hawajawapata ndugu zao. Nadhani hii ni barua ya kwanza Lissu ameiandika kuelezea kile ambacho kimetokea tarehe 29 Oktoba, lakini pia akipinga rais wa sasa Samia Suluhu Hassan kwamba ni rais halali. Taarifa kwa umma. Barua kutoka gereza kuu la Ukonga. Samia Suluhu Hassan hakuchaguliwa na sio rais halali wa nchi yetu. Kwa mujibu wa taarifa ya awali watazamaji wa uchaguzi kutoka Umoja wa Afrika AU. Jambo la kwanza, taratibu za kisheria za uchaguzi zilizotumika zilikuwa kinyume na viwango vya kikanda, kibara na vya kimataifa. Jambo la pili, kwa mujibu wa Umoja wa Afrika, uchaguzi haukuzingatia misingi ya Umoja wa Afrika, kanuni na wajibu wa sheria za kimataifa kuhusu chaguzi za kidemokrasia. Jambo la tatu, kutoka Umoja wa Afrika, mazingira yaliyozunguka uchaguzi kabla, wakati na baada ya siku ya uchaguzi hayakuwezesha uchaguzi kufanyika kwa amani na kukubalika kwa matokeo ya uchaguzi huo. Namba 2 au B ni kwa mujibu wa kauli ya awali ya watazamaji wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani SADC. Moja, kulikuwa na ukandamizaji wa vyombo vya habari na uhuru wa kutoa maoni kuliko katika chaguzi za nyuma. Jambo la pili, kutoka SADC wanasema kulikuwa na idadi ndogo sana ya wapiga kura waliojitokeza katika vituo vyote vilivyoangaliwa na baadhi ya vituo havikuwa na wapiga kura kabisa. Namba 3, katika maeneo mengi wapiga kura hawakuweza kutekeleza matakwa na utashi wao wa kidemokrasia. Hii ni kwa mujibu wa SADC. Na jambo la 4, kwa mujibu wa SADC kwa ujumla, uchaguzi huu mkuu haukufikia viwango vya kanuni na miongozo ya SADC kuhusu chaguzi za kidemokrasia ya mwaka 2021. Na kwa mujibu wa kauli ya awali ya watazamaji kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, hiki kitakuwa ni kipengele C. Hapa tunaangalia kwa mujibu wa watazamaji kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo watazamaji wa EAC hawakushuhudia majumuisho ya kitaifa ya matokeo ya uchaguzi kwa sababu hawakujulishwa kilipokuwa kituo cha majumuisho ya kura kitaifa. Lakini pia baada ya kumaliza hapo, kipengele D ni kwa mujibu wa Seneta Jim Risch, mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje ya baraza la bunge la Seneti la Marekani. Moja, siku ya Jumatano ya tarehe 29 Oktoba, Watanzania walifanya uchaguzi uliotawaliwa na ukandamizaji wa kisiasa, utekaji
na uchakachuaji uliofanywa na vyombo vya dola. Namba 2, uchaguzi wa Tanzania uliamuliwa muda mrefu kabla ya tarehe 29 Oktoba. Namba 3, kwa sababu ya uchaguzi huu usioaminika, Watanzania waliingia barabarani ili kuonyesha kuchoshwa kwao na hasira zao. Jambo la 4, kwa bahati mbaya, badala ya kusikiliza wito wa kufanya mageuzi na kuendesha uchaguzi kwa uwazi, serikali ya Tanzania ilijibu kwa kutumia mabavu na kusababisha vifo vya mamia na utekaji na ukamataji wa watu wengi zaidi. Kipengele hii ni kwa mujibu wa tafakuri ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC juu ya yaliyotokea siku na baada ya uchaguzi Oktoba 2025. Jambo la kwanza, uchaguzi wa Oktoba 29 umeliingiza taifa katika hali ya mauaji, watu kujeruhiwa na kupotea, uharibifu na upotevu wa mali binafsi na za umma. Aliyesababisha maafa yote na uharibifu wote huu ni Samia Suluhu Hassan, serikali yake na chama chake cha CCM. Tarehe 17 ya mwezi wa pili mwaka 1992, Tume ya Rais ya mfumo wa chama kimoja au vyama vingi vya siasa Tanzania iliyoongozwa na Jaji Mkuu wakati huo marehemu Francis Nyalali ilishauri serikali kufanya uamuzi wa kukubali mageuzi na hivyo kuepuka kutumia nguvu za dola kupambana na Watanzania wanaodai mageuzi. Tume ya Nyalali ilitoa onyo: matokeo ya kutumia nguvu ni kuvuruga amani na kuleta mabadiliko ya pupa katika hali ya woga. Namba 3, Tume ya Nyalali ilipendekeza ratiba ya mabadiliko ambayo kwa tume mpya ya uchaguzi ingeundwa ndani ya miezi 6. Katiba mpya ingepatikana kufikia Septemba mwaka 1993 na uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi ungefanyika mwezi Oktoba mwaka 1995 chini ya katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. Namba 4, CCM ya Rais Ali Hassan Mwinyi ilikataa mapendekezo hayo na tume ya Nyalali na imeendelea kukataa mapendekezo ya katiba mpya na tume huru ya uchaguzi tangu wakati huo hadi sasa. Namba 5, Baraza la Maaskofu Katoliki limesema kwamba maafa ya Oktoba 29 yamesababishwa na kukosekana kwa demokrasia ya kweli na ya namna ya kupata viongozi. Jambo hili limekuwa kilio cha muda mrefu cha taifa. Chaguzi zinakosa ushindani, ukweli, uwazi, uhuru na kuaminika. Namba 6, tarehe 12 ya mwezi wa pili mara baada ya kuchaguliwa mwenyekiti wa Chadema, nilirudia wito wetu wa muda mrefu wa kufanyika kwa mabadiliko ya msingi ya mfumo wa uchaguzi ili kuwezesha kufanyika kwa uchaguzi mkuu ulio huru na wa haki na wa kuaminika. Namba 7, majibu ya Samia Suluhu Hassan yalikuwa ni kesi ya uhaini dhidi yangu, Chadema kuzuliwa kushiriki uchaguzi na kupigwa marufuku kufanya shughuli zote za kisiasa mpaka kesi ya mchongo iliyopunguliwa dhidi yetu itakapokwisha. Namba 8, maaskofu wa TEC wamesema kuwa wananchi wasiposikilizwa watazungumza kwa lugha wanayojua wao. Namba 9, Bob Marley, mwimbaji wa reggae na mpigania uhuru, aliimba mlango mmoja ukifungwa mingine mingi inapunguliwa. Namba 10, John F. Kennedy, rais wa 35 wa Marekani, aliuambia mkutano wa muungano wa maendeleo Alliance for Progress nchini Uruguay mwaka 1962 kwamba wale wanaofanya mageuzi yasiwezekane wanafanya mapinduzi yasiepukike. Namba 11, Samia Suluhu Hassan na CCM wamekataa kuwasikiliza wananchi. Sasa wananchi wanazungumza lugha wanayojua wao, yani maandamano. Namba 12, Samia Suluhu Hassan na CCM wamefunga mlango wa maridhiano na amani. Sasa milango ya nguvu ya umma imefunguliwa kila mahali nchi nzima. Namba 13, Samia Suluhu Hassan na CCM wamefanya mageuzi ya amani yasiwezekane. Sasa watafanya mapinduzi ya nguvu ya umma yasiepukike. Namba 14, maaskofu wetu wametuambia ukweli,
Risasi hazijawahi kunyamazisha watu. Namba 15. Sasa tujiandae ili kuhakikisha haki na kweli inatawala tena katika taifa letu. 16. Tujipange upya ili kuhakikisha wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama na wote waliohusika na mauaji ya wananchi wetu wanawajibika au kuwajibishwa. Namba 17 na mwisho, tushikamane na kushirikiana ili kuwezesha mchakato wa katiba mpya yenye kujali haki, utu, usawa na ukweli kwa wote kuanza tena, na kwa kushirikisha wadau wote. Damu ya watu wote waliouawa au kujeruhiwa au walioumizwa wakati wa kudai demokrasia na haki kwa namna yeyote ile haijamwagika na haitamwagika bure. Damu yote hiyo na iwe wino utakao tuandikia katiba mpya itakayohakikisha ubinadamu wetu na hali zetu za maisha yetu yanalindwa na kusaminiwa. Poleni sana Watanzania kwa maumivu yote mliosababishiwa na Samia Suluhu Hassan na CCM yake, kwa uovu wote mliotendewa na kwa masononeko yote mlioyapata. Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa faraja Tundu Antipas Lissu, gereza kuu la Ukonga, tarehe 25 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Hii ni barua kutoka gereza la Ukonga, ikiwa ni barua ya mwenyekiti wa chama cha Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu. Utoachie maoni yako hapo, lakini pia endelea kutufuatilia kwa taarifa mbalimbali.